Sauti Live. Yes, mtazamaji wa Sauti Live, ni siku njema ambayo Bwana ameifanya na kukaribisha sana leo katika parokia ya watakatifu mashahidi wa Uganda Magomeni. Lengo ni moja tu, kumwimbia Mungu katika roho na kweli. Lakini nikukumbushe, tumefika katika parokia ya watakatifu mashahidi wa Uganda Magomeni. Ni moja kati ya parokia zenye wakongwe wa muziki mtakatifu. Nikukumbushe, parokia hii ilimzaa Ansibeti Ngurumo, kama unamkumbuka vizuri mtazamaji, mmoja kati ya nguli wa muziki mtakatifu. Ukisikiliza wimbo wa mashahidi wa Uganda, Ansibeti Ngurumo ndiyo mtunzi wake na amepatikana hapa katika parokia ya watakatifu mashahidi wa Uganda Magomeni. Lakini tunaye marehemu Alex Ryampawe. Mimi nilikuwa napenda sana katika aina yake ya utiribu, naye ni mzawa wa parokia ya watakatifu mashahidi wa Uganda Magomeni. Bado alikuwepo Venance Kanuti, naye ni marehemu kwa sasa. Alikuwa mtunzi mzuri na mtiribu mzuri pia, naye ni wa hapa parokia ya watakatifu mashahidi wa Uganda Magomeni. Lakini pia yupo Sambade Silima, nimesahau jina lake la mwanzoni. Credo, yes, ni Credo Silima, naye ni wa hapa parokia ya watakatifu mashahidi wa Uganda Magomeni. Basi leo tupo nyumbani kwa wenye muziki mtakatifu. Tumwimbie Bwana katika roho na kweli. Sijasikia jamani, tumwimbie Bwana katika roho na kweli. Katika roho na kweli. Tumwimbie Bwana. Nisikie shangwe za watoto wa Magomeni. Nafikiri zinatosha hizo jamani. Wa Magomeni si wanajulikana jamani Wana tambo zao fulani hivi. Nisikie tambo za wana Magomeni. Mtazamaji, kwa moyo mkunjufu kabisa umesikia lelelele hizo Hawa ndio watoto wa Magomeni. Na kukaribisha tuweze kutafakari matendo makuu ya Mungu kupitia muziki mtakatifu. Lakini leo tupo na kwaya ya vijana, kwaya ya Bikira Maria mama wa Mungu. Watatuonyesha leo namna gani wao wanamtukuza na kumsifu Mwenyezi Mungu kupitia muziki mtakatifu. Simpo tayari jamani? Hizo ndio jamani, mpo tayari? Langu jina ni Mary binti wa Yuda, mmoja tu pamoja na crew nzima ya Sauti Live. Tunakwambia baki na sisi mpaka tamati. Tumwimbie Bwana katika roho na kweli. Karibuni. Mungu wa wokovu wangu, mchana na usiku nimelia mbele zako. Maombi yangu yafike mbele zako. Ukelele wangu Bwana, ukelele wangu sikio lako, sikio lako Bwana. Maombi yangu yapite mbele zako. Utege ukelele wangu Bwana,
ukelele wangu sikio lako, sikio lako e Bwana. Lakini mimi nimekulilia wewe Bwana, na asubuhi maombi yangu yatakuwasilia. Maombi yangu yafike mbele zako, utege ukelele wangu e Bwana, ukelele wangu sikio lako e Bwana. Maombi yangu yafike mbele zako, utege ukelele wangu e Bwana, ukelele wangu sikio lako e Bwana. Ninashukuru e Mungu wangu kwa wema wako e Mungu, ninajipata ninashukuru. Asante ewe Mungu kwa wema unanitendea, mimi nakushukuru e Mungu wangu mwema, pia kwa baraka na fadhili zako kwangu. Asante ewe Mungu wangu, bado unanipigania, hivyo sasa kurudishia sifa, kwani wewe mwema kwangu siku zote. Mimi nakushukuru e Mungu wangu mwema, pia kwa baraka na fadhili zako kwangu. Asante ewe Mungu wangu, bado unanipigania, hivyo sasa kurudishia sifa, kwani wewe mwema kwangu siku zote. Kama mimi ninapumua bila kulipa kitu chochote, ni huruma na baraka zako Mungu, ndiyo maana nakushukuru Mungu. Asante ewe Mungu kwa wema unanitendea, mimi nakushukuru e Mungu wangu mwema, pia kwa baraka na fadhili zako kwangu. Asante ewe Mungu wangu, na bado unanipigania, hivyo sasa kurudishia sifa, kwani wewe mwema kwangu siku zote. Mimi nakushukuru e Mungu wangu mwema, pia kwa baraka na fadhili zako kwangu. Asante ewe Mungu wangu, na bado unanipigania, hivyo sasa kurudishia sifa, kwani wewe mwema kwangu siku zote.
wako Mungu, ndiyo maana nakushukuru Mungu. Asante ewe Mungu kwa wema unanitendea, mimi nakushukuru ewe Mungu wangu mwema, pia kwa baraka na fadhili zako kwangu. Asante ewe Mungu wangu, na bado unanipigania, hivyo sitakurudishia sifa, kwani wewe mwema kwangu siku zote. Mimi nakushukuru e Mungu wangu mwema, pia kwa baraka na fadhili zako kwangu. Asante ewe Mungu wangu, na bado unanipigania, hivyo sitakurudishia sifa, kwani wewe mwema kwangu siku zote. Bwana atawabariki watu wake kwa amani. Atawabariki, Bwana atawabariki watu wake kwa amani. Bwana atawabariki watu wake kwa amani. Atawabariki, Bwana atawabariki watu wake kwa amani. Ni sauti nzuri sana kutoka kwaya ya BMM, Bikira Maria Mama wa Mungu, kwaya ya vijana kutoka parokia Watakatifu Mashahidi wa Uganda Magomeni. Ndio tupo nao leo katika Sauti Lawi, tukiendelea kumtukuza Mungu, kumsifu Mungu kupitia vipaji ambavyo Mwenyezi Mungu amewapatia vya kuimba. Karibu sana, na hii ni Sauti Live, tuendelee kutafakari matendo makuu ya Mungu na kwaya hii ya BMM, Bikira Maria Mama wa Mungu. Tumwimbie Bwana katika roho na kweli. Tumwimbie Bwana Tumwimbie Bwana katika roho na kweli. katika roho na kweli. Tumwimbie Bwana Mapendo daima, daima, mapendo chuki. oh. Haya mtazamaji, ni vijana hawa, lakini leo tuulizane basi mambo muhimu yanayotuhusu sisi na familia yangu ya wanakwaya hapa parokia Watakatifu Mashahidi wa Uganda Magomeni. Si kwa mara ya kwanza tuko na kwaya hii ya BMM, yani sio wageni kupitia Sauti Live, au sio jamani? Sio wageni kabisa. Basi tunayo mengine ya kujikumbusha ama kujifunza kwa wale wanakwaya na hata wasio wanakwaya. Hivi kwa nini tunajiunga kwaya na kuimba muziki mtakatifu jamani? Tunafahamu kwa nini? Kuna wifi zangu wengi tu hapa jamani Kwa nini tunajiunga kwaya na kuimba muziki mtakatifu jamani? Vijana mpo? Tupo. Mapendo Daima. daima. Mapendo. Haya, wengine wanasema mimi najiunga kwaya kwa sababu napenda tu kuimba. Mimi najiunga kwaya kwa sababu nina karama ya uimbaji. Mimi najiunga kwaya napenda kupiga kinanda. Mimi napenda kutiribu. Wengine je, kwa nini tunaimba? Eti jamani, nani anaweza kuniambia? Njoo Mpendo. Makofi kwake jamani. Ukisimama hapa itafaa, si ndio? Hapa tutapata picha. Sogelea kiseme, sogelea kiseme. Ni mwanakwaya sauti ya ngapi? Sauti ya 4. Sauti ya 4. We, hongera sana. Hebu tusikie kidogo sauti yako. Kwanza kuimba cha kwangu. Mbona hisi kabla ya yote mtu unakuja kuimba labda kutokana na mapendo. Muone mwanao kule.
msingi sana kuimba. Mimi nilikuja kuimba kwa sababu utume. Kwa mimi nilipenda tu kuimba kwa sababu ni utume. Kwa nilipenda tu utume tu. Kwa hiyo yote ulikuja kujifunza ndani ya kwaya, hata na idea kidogo labda ya uimbaji? Idea nilikuwa nayo. Una muda gani kwenye kwaya? Sasa hivi na karibia kumaliza mwaka. Nijiunga na hii kwaya. Unajisikiaje ukiwa na hii? Najisikia vizuri. Sauti yako. Kumbusha jina lako tena kwa faida ya mtazamaji. Yohana Leonard Joseph. Yohana Leonard Joseph. Haya jamani, makofi kwake Yohana. Haya jamani, wewe ni Yohana na hilo ndio jibu lake, ni mtazamo wake, ni mawazo yake jamani. Hakuna anayembishia, si ndio? Wengine tunasemaje? Kwa nini tunajiunga kwaya kuimba muziki mtakatifu? Wanawake oye! Oye! Wanawake mpo? Jamani, si 50-50. Mbona mko kimya, mnaniangusha mwenzenu? Wanawake mpo? Sogelea maiki hapo mpendwa. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Kwa majina naitwa Francia Hubert Matei, ni mwanakwaya Sauti ya Kwanza. Cha kwanza kabisa mimi napenda kuimba kwaya kwa sababu ni ile kusali mara mbili. Yaani nasali kawaida afu nikiimba na sali zaidi. Alafu pia kusali, yaani kuimba napata vibe fulani hivi. Jamani, vibe mnalijua? Mnalijua vibe? Alafu napenda kuimba kwaya kwa sababu nikikaa pale mbele, padri atakachoongea chochote mimi nasikia, naweza kuelewa zaidi. Nikikaa kule nyuma kule, sionagi vibe lolote. Kuna tofauti yote kabla ya wewe kujiunga na kwaya na ulipojiunga na kwaya? Ipo tofauti kubwa sana. Hebu tushirikishe basi. Yaani mimi hapo kabla sijaimba kwaya ilikuwa kukaa kanisani, yani ni kawaida, yani siende kanisani kawaida sana. Lakini sasa hivi mfano hata nikikosa tu kuja mazoezi, nakosa kitu kikubwa sana. Sipendi hata kukosa mazoezi. Kwa hiyo tangia nianze kwaya kanisani kila siku kwa muda wakati, na kinachofundishwa kanisani na padri nasikia. Nasikiliza. Haya jamani, makofi mengi kwake. Wengine mnasemaje jamani? Mama mwenyekiti? Nimekufikia. Jamani, mimi nitoe siri. Napenda ubuyu nyie. Huyu ndio mama mwenyekiti jamani, Alafu naye alimpata mwenzake kwenye kwaya. Sasa alipokuja kwaya, Mungu akambariki sana. Tushuhudie mama mwenyekiti. Jina lako kwa faida ya mtazamaji. Mapendo. Daima. Kama mtangazaji alivyosema. Sasa bwana mnaanza kucheka kama sio. Mwacheni jamani mama mwenyekiti, mwacheni. Kama mtangazaji alivyosema, nimempata mwenzangu kweli kwenye kwaya. Kwa hiyo maana yake kwangu mimi pia uimbaji umenipatia mume. Sitakosea nikisema mwingine anakuja kwenye kwaya ili ampate mwenzake katika heri jamani, si ndio Wengine na nyinyi mmekuja ili mwapate wenzenu, si ndio? Mimi napenda mkoa wazi. Mama mwenyekiti. Kingine kuimba ni burudani. Utakaa siku nzima una stress zako, lakini ukija hapa kwenye mazoezi utaimba, utafurahi, utacheza, unasahau kila kitu kilichopita. Kwa hiyo kuimba ni burudani pia. Asante. Jamani, mpeni raha mama mwenyekiti. Kuimba ni burudani, tumesikia Tunapoimba tunamwimbia Mungu, tunasali mara mbili, lakini pia tunaburudisha mioyo yetu jamani, si ndio tunapunguza msongo wa mawazo tunapokuja kuimba. Mwenyekiti naye anasemaje jamani? Kwani mwenyekiti yupo? Makofi kwake mwenyekiti. Mwenyekiti tunaye Tabanaye pole pole lakini. Karibu mwenyekiti, jina lako? Asante. Mapendo. Daima. Kwa majina naitwa Frank Sanka. Ni mwenyekiti wa vijana kwa maana ya viwawa parokia ya Magomeni, ambayo pia inasimamia kwaya yetu ya vijana. Ni Bikira Maria Mpalizwa Mbinguni, BMM. Bikira Maria Mpalizwa Mbinguni. Sio mama wa Mungu. Nilikuwa nakusikiliza. Nilijua muda utafika kukusahihisha. Ambao ni Bikira Maria Mpalizwa Mbinguni. Yes. Sio Bikira Maria mama wa Mungu jamani, Nimesahihisha hapo. Twende mwenyekiti. Sawa.
tunaingia kwenye utume huu wa uimbaji, lengo kuu ni kumwimbia Mungu. Kumwimbia Mungu kama kauli mbiu yetu inavyosema, kumwimbia Mungu katika roho na kweli. Katika kujiunga kwenye kwaya, kuna sababu hizo za kiroho, kwa maana kama hivyo tunamwimbia Mungu, tunainua mioyo ya waamini katika ibada. Lakini pia kunakuwa sasa na sababu za kijamii, kwa maana sasa hizo kama burudani, kutengeneza urafiki na nini, lakini msingi mkubwa sana ni kumwimbia Mungu. Haya jamani, mwenyekiti amemaliza jamani. Mwenyekiti tunaye. Mbona mmalizi mnatamba naye? Mtambe naye pole pole. Makofi mengi kwa mwenyekiti jamani. Haya mtazamaji, kwa usiyefahamu, sifa nyingine ya mwenyekiti ni muhazini, mtunza hazina wa parokia Watakatifu Mashahidi wa Uganda. Makofi mengi sana kwake jamani. Kwa hiyo tunaona mama mwenyekiti alipata kilicho chema. Mungu alimwambia nenda kwenye kwaya, utamkuta mwenzako huko. Si ndio jamani Na wengine tusikate tamaa. Pengine Mungu naye ametuandalia huu, si ndio Makofi mengi kwa jamani. Wapo wengine? Mke na mume? Wako hapo wengine jamani, njoni jamani, baraka hizo, tuone baraka za Mungu hapo. Njoni basi mbele jamani. Wenzao hawapo jamani. Basi na nyie Mungu awabariki sana. Na ambao bado hamjakutana na wenzenu, Bwana wakutanishe. Hata kama sio kwenye kwaya, ila uhakikishe mwenye hofu ya Mungu, si ndio Haya. Asante mwenyekiti. Na mtazamaji wa Sauti Live, mtazamaji wa Tumaini TV, kuna mwingine jamani anataka kutuambia chochote? Naogopa? Msiogope. Mtazamaji, basi tumepata kufahamu kwa nini tunaimba, kwa baadhi ambao wametushirikisha shuhuda zao kuhusiana na swala zima la uimbaji. Lakini kubwa ni kumwabudu Mwenyezi Mungu na kuonyesha sifa na matendo yake makuu kwake Mwenyezi Mungu kupitia karama ambayo ametupatia ya uimbaji. Basi tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa karama ya uimbaji ambayo ametupatia kwa waimbaji wote na hata ambao wasio waimbaji. Basi tuna kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kila wakati. Tunakwenda kupata mapumziko kidogo, nikirejea tutaendelea kupata burudani zaidi kutoka kwaya ya Bikira Maria Mpalizwa Mbinguni, BMM Watakatifu Mashahidi Uganda Magomeni. Usiondoke. Sauti Live. Njooni kwangu nitawapumzisha. Karibuni wote katika ibada ya umoja wa makanisa ambayo itafanyika tarehe 6 mwezi wa 3 2026 katika kanisa Katoliki Tabata Kristo Mfalme. Karibuni wote, msipange kukosa. Hiyo ni siku ya maombi. Tunawakaribisha wote kwa ajili ya maombi ya siku hiyo, maombi maalum, maombi kwa kila mtu. Naomba niwakaribishe tena na Mungu awabariki mpate nafasi ya kuweza. Njooni kwangu nitawapumzisha. Njooni kwangu nitawapumzisha. Njooni kwangu nitawapumzisha. Tukajenge kanisa, twende tukajenge taifa. Wapendwa watazamaji wa Tumaini TV na wasikilizaji wa redio Tumaini na wasomaji wa gazeti la Tumaini Letu, tumsifu Yesu Kristo. Kwanza kabisa napenda kuchukua nafasi hii kuwashukuru maparoko, kamati tendaji pamoja na waamini wote wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam kwa majitoleo yao wanayofanya kwa ajili ya kutegemeza Tumaini Media. Kwa mwaka huu wa 2026 uongozi wa jimbo umeweka Dominika ya tarehe 1 mwezi Februari
kuwa Jumapili ya kutegemeza Tumaini Media. Na hivyo basi michango yote, yani sadaka pamoja na shukurani, yote ni kwa ajili ya kutegemeza Tumaini Media. Na tunaomba hiyo michango yote ipelekwe kwenye akaunti za Tumaini Media bila makato yoyote. Na tena ikiwezekana siku hiyo ya Dominika, vishindikana kesho yake Jumatatu. Kwa hiyo tunaomba fedha yote iwekwe katika akaunti hizi, na uthibitisho wa malipo, yani deposit slip, ipigwe picha na itume kwa njia ya WhatsApp kwenye simu 2. Na tunaomba jina litakalowekwa liwe ni la parokia, sio jina la mtu binafsi, la padri au si mhasibu au nini, ila ni jina la parokia. Na baada ya makusanyo yote hayo, basi uongozi wa Tumaini Media utatoa ripoti ya makusanyo hayo kwa uongozi wa jimbo na pia kwa waamini wetu. Basi tunawaombeni sana ndugu waamini kujitahidi kujitoa kwa moyo, kwa sababu zipo gharama kubwa sana za kuendesha kituo chetu cha Tumaini Media. Kuna wafanyakazi ambao wanahitaji mishahara, kuna vyombo ambavyo wakati mwingine labda vimekuwa vizee, inabidi kununua vingine. Pia kuna safari ambazo wahudumu wa Tumaini Media wanafanya kwenda sehemu mbalimbali, kwenye parokia mbalimbali, kwenye taasisi mbalimbali kwa ajili ya kuchukua matukio mbalimbali. Vyote hivi ni gharama. Hivyo wapendwa waamini, tunawaombeni sana kutoa kwa moyo wa ukarimu, na tunajua kwamba tunavyotoa kwa moyo wa ukarimu tunafanya kazi ya Bwana, na Mwenyezi Mungu ambaye ndiye mpaji wa yote atatubariki. Ninaomba pia tuendelee kuiombea Tumaini Media ili iendelee kufanya vizuri utume wake wa uinjilishaji, kuinjilisha kwa njia ya television, kuinjilisha kwa njia ya redio, kuinjilisha kwa njia ya gazeti. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki. Tumsifu Yesu Kristo. Mpaka siku ya leo, toa ndugu, toa ndugu. Sauti Live. Na mtazamaji wa Sauti Live, nimerejea tena. Kama ndo kwanza unaungana nasi, ni Sauti Live. Nambari zetu za maoni ni zile zile 0742773444. Kama una maoni yoyote kuhusiana na Sauti Live, basi unaweza ukatutumia kupitia nambari hiyo. Lakini usiache kutufuatilia kupitia akaunti yetu ya YouTube Tumaini_TV. Ni Sauti Live, kipindi kilichokuwepo miaka dahari na mikaka, kipindi kinachokupa kufahamu masuala mbalimbali yanayohusiana na muziki mtakatifu. Mimi ni Mary binti wa Yuda, nipo katika parokia ya watakatifu Mashahidi wa Uganda Magomeni, na kwaya ambayo nipo nayo leo ni kwaya ya Bikira Maria Mpalizwa Mbinguni. Mapendo wapendwa, daima mapendo. Haya, tunakwenda kusikia tena sauti nzuri na tamu zenye kumtukuza Mwenyezi Mungu katika kwaya hii ya Bikira Maria Mpalizwa Mbinguni. Usiondoke pembeni ya runinga yako.
anayeketi katika patakatifu, usiku mchana, mwanzo wa mwaka mpaka mwisho wake. Ni Mungu aketiye juu anayenilinda. Midomo yangu itaimba maneno ya kushukuru. Asante na kushukuru Bwana wa mbinguni. Anayewalisha ndege wa angani, ndiye anayeshusha neema kwa viumbe vyote. Kilindi cha moyo wangu kimejaa maneno ya kushukuru. Ashukuriwe Mwenyezi anayeketi katika patakatifu, usiku mchana, mwanzo wa mwaka mpaka mwisho wake. Ni Mungu aketiye juu anayenilinda. Midomo yangu itaimba maneno ya kushukuru. Asante na kushukuru Bwana wa mbinguni. jua na mwezi nazo nyota za angani, ndiye aliyeziratibisha zawadi ya maisha. Kilindi cha moyo wangu kimejaa maneno ya kushukuru. Ashukuriwe Mwenyezi anayeketi katika patakatifu, usiku mchana, mwanzo wa mwaka mpaka mwisho wake. Ni Mungu aketiye juu anayenilinda. Midomo yangu itaimba maneno ya kushukuru. Asante na kushukuru Bwana wa mbinguni. Naomba niwe baraka kwa wengine. Naomba niwe daraja kwa wote. Nisiwe sababu ya wengine kuumia. Nisiwe sababu ya wengine kuteseka. Ndiyo sala yangu. Nisiwe sababu ya wengine kuumia. Nisiwe sababu ya wengine kuteseka. Ndiyo sala yangu. nisikike kirahisi, watu wasiniogope, ndipo watakapoweza kueleza shida zao. Naomba niwe baraka kwa wengine. Mungu Naomba niwe daraja kwa wote. Nisiwe sababu ya wengine kuumia. Nisiwe sababu ya wengine kuteseka. Ndiyo sala yangu. Nisiwe sababu ya wengine kuumia. Nisiwe sababu ya wengine kuteseka. Ndiyo sala yangu.
Imbeni mtukuzeni Mungu, imbeni mtukuzeni yeye, jina lake litimidini. Haleluya, haleluya. Imbeni mtukuzeni Mungu, imbeni mtukuzeni yeye, jina lake litimidini. Haleluya, mwalimi, mwalimi yeye, ngulubi mwalimi yeye, ngulubi mwalimi, ngulubi yeye mwalimi. Ngulubi mwalimi, mwalimi, mwalimi yeye, ngulubi mwalimi yeye, ngulubi mwalimi, ngulubi yeye mwalimi. Sifa zake zitangazeni, imbeni mtukuzeni yeye, jina lake litimidini. Haleluya, haleluya. Sifa zake zitangazeni, imbeni mtukuzeni yeye, jina lake litimidini. Haleluya, mwalimi, mwalimi yeye, ngulubi mwalimi yeye, ngulubi mwalimi, ngulubi yeye mwalimi. Ngulubi mwalimi, mwalimi, mwalimi yeye, ngulubi mwalimi yeye, ngulubi mwalimi, ngulubi yeye mwalimi. Jishangilieni kwa makofi mengi jamani. Mchono unaitwa kibajaji? Designer bila shaka yuko hapa, si ndio Muone designer jamani. Haya jamani, mshono unaitwa kibajaji. Kwa wasiofahamu jina la mshono, na designer wetu ni yule, si ndio Yule ambaye aliweza kudesign gauni ya WAWATA chipkizi jamani. Makofi mengi kwake. Mkitazama ile gauni ya WAWATA chipkizi, basi designer wake ndio huyu. Siku moja alituambia kwenye Sauti Live, ilikuwaje mpaka akatokeza kitu kama kile kikatokeza na kikapata nafasi, kikapata kibali, kikawa gauni la WAWATA chipkizi, si ndio jamani Jina lako kwa faida ya mtazamaji? Naitwa Justina Matias. Naimba Sauti ya Kwanza. Tukumbushe basi wale ambao hawakuweza kutazama kile kipindi cha miaka miwili nyuma, bila shaka ilikuwaje basi ukatoa lile gauni la WAWATA chipkizi? Kwa ufupi tu. Lile gauni la WAWATA chipkizi lilitokana na changamoto ya kukosa kitenge nilichokuwa nacho kilikuwa kidogo. Alafu na ilikuwa uzinduzi wa WAWATA chipkizi parokia. Okay. Kwa hiyo baada ya kuwa kidogo ili tupate gauni nikaangalia nini ambacho kitatosha ili tupate gauni. Kwa hiyo ndo nikafikiria ile design, nikaona inafaa, ndo nikatengeneza gauni kama lile. Kwa hiyo changamoto jamani imegeuka fursa, si ndio Makofi mengi kwake jamani. Haya, huyu ndio Justina na gauni zetu hapa mnavyoziona leo ni yeye pia amedesign. Kwa hiyo kama kuna wanakwaya ama yeyote yule anatamani kupata nguo nzuri akashonewa vizuri, basi ataonana na Justina, kwaya ya Bikira Maria Mpalizwa Mbinguni, parokia Watakatifu Mashahidi wa Uganda Magomeni. Basi taja namba. Napatikana kwa namba 0782 43 98 10. Ofisi yako iko wapi na unashona nguo za design hivi jamani?
Ofisi yangu tuna ofisi mbili. Ofisi ya kwanza ambayo ndio ofisi mama inapatikana Magomeni Makuti, mtaa wa Somanga, nyumba namba 20. Alafu ofisi ya pili inapatikana Mzumbe, Magomeni Mzumbe, inatizamana na msikiti wa Ndugumbi. Aina gani ya nguo ambayo mteja akija anaweza? Tunashona nguo za aina zote. Zote. Maharusi, sendo, jamani nimesikia za wanakwaya, meti, nguo za aina zote. Karibuni sana. Haya, hongera sana Stina. Asante sana. Ila kumbuka mimi nakundai gauni yangu. Uliniahidi miaka 2 iliyopita jamani. Mimi mwaka utatimiza ahadi. Nimekumbusha tu. Haya, makofi kwake Stina jamani. Haya jamani, kuimba ni raha jamani fursa kama hizi unapata kuzitangaza kupitia utume wa uimbaji. Utoke uende wapi? Hii ni Sauti Live mtazamaji, nambari zetu ni zile zile 0742773444. Kwa maoni tutumie kupitia nambari hiyo, lakini usisahau kupitia katika akaunti yetu ya YouTube Tumaini_TV. Hakikisha una subscribe ili wa kwanza kupata taarifa zetu. Tunapoimba tunasali mara 2. Tunakwenda tena kusali mara 2, lakini kumbuka leo tuko na watiribu wawili. Kuna mmoja mtiribu mdogo sana, wewe tutakuja kuzungumza naye baada ya burudani. Alianza lini kutiribu huyo? Uzoefu ameutoa wapi jamani? Mapendo daima. Mapendo. Haya, tunakwenda kupata burudani nyingine, alafu tutazungumza na mtiribu wetu leo, mdogo kuliko wote katika kwaya hii. Mmoja peke yake ukete kwangu, ukete kwangu, ukete kwangu. Ni moja
imelia mbiu ya mtume Paulo, imelia mbiu ya mtume Paulo. Twende tukajifunze kwamba kuishi kwetu ni Kristo, na tukaonyeshe kwamba kuishi kwetu ni Kristo. Imelia mbiu ya mtume Paulo, imelia mbiu ya mtume Paulo. Twende tukajifunze kwamba kuishi kwetu ni Kristo, na tukaonyeshe kwamba kuishi kwetu ni Kristo. Shukrani zetu zitokatini kwa mioyo yetu, hatuna cha kukulipa, pokea sifa, pokea shukrani zetu zitokatini kwa mioyo yetu, hatuna cha kukulipa, pokea sifa, pokea kurudishia sifa, pokea utakofu sifa, pokea milele milele sifa, pokea wewe uliye juu, twakutegemea peke yako, ndiwe nguvu yetu wewe, tumaini letu kwako Bwana, tegemeo letu wewe, wewe uliye juu, twakutegemea peke yako, wewe Mungu wetu, Mungu wetu. Katika maisha yetu tunapitia magumu, wenyewe hatuwezi, tunajikongoja bure bila nguvu yako Mungu, hatutafanikiwa, tegemeo letu linabaki kwako wewe, tumaini letu kwako Bwana, tegemeo letu wewe, wewe uliye juu, twakutegemea
nguvu yetu wewe, tumaini letu kwako Bwana, tegemeo letu wewe, wewe uliye juu, twakutegemea peke yako, wewe Mungu wetu, wewe Mungu wetu. Ndio umefanya nini sasa? Kuna ile beti nyingine ile kwenye familia zetu. Malizia bwana, yani wewe ya. Sasa hapa na mimi nakaa kwenye familia zetu ile. Nakaa Bwana, tegemeo letu wewe, wewe uliye juu, twakutegemea peke yako, ndiwe nguvu yetu wewe, tumaini letu kwako Bwana, tegemeo letu wewe, wewe uliye juu, twakutegemea peke yako, wewe Mungu wetu, wewe Mungu wetu. hapo sawa, jishangilieni tena jamani. Watiribu tunao hatuna? Tunao. Mbona mbalizi? Tunao hatuna? Kuna mtiribu mmoja mimi amekosha sana. Yaani leo akilala hoi. Msiondoke atiribu jamani. Na mtazamaji unatazama Sauti Live, kama ndio kwanza unaungana nasi, nipo na kwaya ya Bikira Maria Mpalizi wa Mbinguni kutoka Parokia ya Takatifu Mashahidi wa Uganda Magomeni. Lakini leo tuna mtiribu wa aina yake jamani. Basi wacha nizungumze naye tupate experience yake jamani, lini alianza huyu mtiribu jamani. Makofi kwake mtiribu. Aha. Unajua nilikuwa nataka niseme vipi? Mbebe. La bwana. Haya, geuka huku mtiribu. Mtiribu. Hujambo? Niamkie basi. Tumsifu Yesu Kristo. Tena mtiribu. Tumsifu Yesu Kristo. Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Jovin Junior. Jovin Junior. Lini umeanza kutiribu Jovin? Lini umeanza kuimbisha Jovin? Ankosea alinifundisha. Lini Ankosea alikufundisha? Haya, tunaambiwa tugeuke huku Jovin, huku. Nani huku Jovin jamani, utakiwa kuone na wewe Jovin, huku hapa Jovin. Nani alikufundisha Jovin? Ankosea. Ankosea? Iko wapi Ankosea? Mwite basi. Mwite Ankosea, mwite. Semea hapa Jovin, naona kwa mwoga vipi Jovin? Ankosea. Ankosea unaitwa. Makofi kwake Ankosea jamani. Haya, tunakuja hapa Ankosea, ungekaa kwa hapo. Sasa huyu ndio tunamuita sababu mtilibu au? Sasa si ndio mwalimu unaniambia? Ananisaidia kazi ndogo ndogo. Jamani, makofi kwake msaidizi. Ni mtoto wako ama? Ni mtoto wangu. Kabisa kabisa. Sio kabisa kabisa. Maana kama mnaelekea kufanana, sijui ni katika mtilibu au?
Ni katika kutiribu tu. Kutiribu. Na Ulichukua muda gani kumfundisha namna kutiribu? kichwa chake kizuri, muda mfupi tu. Kichwa chake kizuri. Yes. Muda mfupi. Yeah. Unamuona wapi kwa miaka 5 ijayo? Miaka 5 mingi. Mingi. Yes. Mwalimu wote hatari jamani. Anasema miaka 5 mingi Atumie muda mrefu. Kama? Tumpe miezi 6 tu mbele. Miezi 6. Naam. Atakuwa wapi huyu? Nafikiri siku hizi mitandao ya kijamii ipo, mtamuona tu kiasi. Kwa hiyo tukupe miezi 6. Miezi 6. Kwa makadirio ya muda mrefu lakini. Haya jamani. Mwalimu Hosea ametuthibitishia kwa makadirio ya muda mrefu ni miezi 6 tu tunakuja kupata mtiribu wa aina yake kutoka kwaya hii ya Bikira Maria mpalizwa mbinguni. Ngoja niongee naye tena. Mbali na utiribu, unapenda nini kingine kwenye kwaya? Napenda kuimba. Kuimba. Sauti ya ngapi sasa wewe? Sauti ya 3. Sauti ya 3 huko. Utamuongea. Sauti ya 3. Hongera. Asante. Wimbo gani unaupenda zaidi? Tumaini. Kidogo basi na sisi tusikie tumaini letu na sisi tupate matumaini. Tumaini letu kwako Bwana, tegemeo letu wewe uliyenu, twakutegemea peke yako, wewe Mungu wetu, wewe Mungu wetu. Haya mtazamaji, mimi nataka nikuonyeshe kidogo wala ukiitikia katika wimbo huu wa tegemeo. Tumwachie mtiribu. Nani vile jina lako? Junior Jovin. Haya, tumwachie mtiribu Junior Jovin. Kiitikio tu wimbo wa tegemeo jamani, sipo tayari. Haya, tunakwenda sasa kumtazama mtiribu Junior Jovin. Tegemeo ndio wimbo wake pendwa huo jamani, si ndio twende tutazame. Itakuwa rahisi kulitangaza neno, kwani shetani yupo anavizia bila nguvu yako Mungu hatutafanikiwa. Tegemeo letu linabaki kwako wewe, tumaini letu kwako Bwana, tegemeo letu wewe uliye juu, twakutegemea peke yako, ndiwe nguvu yetu wewe, tumaini letu kwako Bwana, tegemeo letu wewe uliye juu, twakutegemea peke yako, wewe Mungu wetu, wewe Mungu wetu. Makofi mengi kwake mwalimu. Haya mtazamaji wa Sauti Live, tumepewa miezi 6 tu tuje tumuone Junior mwingine kabisa na watofauti kwa sifa na utukufu wa Mungu. Tumshangilie tena kwa makofi mengi. Nikakumbushwa bwana hapa Junior anamtiribu pia na mama yake. Mama yake Junior yupo? Yupo. Haya tumsalimie walau kidogo jamani mama Junior. Mapendo. Mbona unaogopa Junior ugopi? Hongera sana. Asante. Junior ni wangapi huyu jamani? Wa pili. Wa kwanza mbona yuko kwenye kwaya? Yuko shule. Yuko shule. Haya
Haya jamani, na nyinyi watoto wenu mmewaacha wapi wengine? Mmewaacha wapi? Nataka wacheze na niliwe. Haya jamani, hongera sana. Asante sana. Mungu akutuzie. Amina, amina. Unajisikiaje ukimwona mwanao anakutiribu yani? Najisikia furaha sana. Ila simpige akikosea tu. Simpige lakini. Haya jamani, kuimba ni raha jamani. Raha sana. Na nyinyi ambao mnawaacha watoto wenu nyumbani, mnataka waimbe nini? Mnataka waimbe nini? Njoni nayo kwenye kwaya jamani. Mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Na mtazamaji, ni Sauti Live burudani ndio sehemu ya kipindi chetu. Sina maneno mengi sana. Tunakwenda kusikia muziki mzuri tena kutoka kwa Yahya Bikira Maria Mpalizwa Mbinguni, parokia ya Takatifu Mashahidi wa Uganda Magomeni. Maboza tata oyamba. Maboza tata oyamba. Maboza tata oyamba. Kele chineke. Maboza tata oyamba. Kele chineke. Maboza tata oyamba. Maboza tata oyamba. Maboza tata oyamba. Kelea chineke. Kele chineke. Maboza tata oyamba. Maboza tata oyamba. Maboza tata oyamba. Kele chineke. Maboza tata oyamba. Kele chineke. Maboza tata oyamba. Maboza tata oyamba. Maboza tata oyamba. Kele chineke. Kelea
kele Chineke. Mungu yangu baraka zake Mungu tu zinanitosha, faraja zake Mungu zanipa nguvu, neema zake Mungu zanibariki, mkono wake Mungu waniongoza, nasonga mbele pole pole kwa imani, sirudi nyuma tena asilani, nasonga mbele pole pole kwa imani, sirudi nyuma tena asilani, nasonga mbele pole pole kwa imani, sirudi nyuma tena asilani, nasonga mbele. yangu baraka zake Mungu zinanitosha, faraja zake Mungu zanipa nguvu, neema zake Mungu zanibariki, mkono wake Mungu waniongoza kwa ujasiri, nasonga mbele pole pole kwa imani, sirudi nyuma tena hasirani, nasonga mbele pole pole kwa imani, sirudi nyuma tena hasirani, nasonga mbele pole pole kwa imani, sirudi nyuma tena hasirani, nasonga mbele. Nafsi yangu uzidi kumsifu Bwana, nafsi yangu msifu Bwana kwa shangwe, usisahau fadhili na heri kwetu sisi, mrudishie Bwana kwa moyo mweupe, naye Bwana Mungu atakubariki, naye Bwana Mungu atakubariki. Sitarudi nyuma, kukushukuru, nitasonga mbele, kukuimbia. Sitarudi nyuma, kukutukuza,
Hubirini kwa sauti ya kuimba, Yatamkeni mpaka mwisho wa dunia. Semeni Bwana, taifa lake, Bwana amelikomboa taifa lake. Haleluya. Semeni Bwana, taifa lake, Bwana amelikomboa taifa lake. Haleluya. mpigie Mungu kelele za shangwe, nchi yote imbeni utukufu wa jina lake. Hubirini kwa sauti ya kuimba, tangazeni mpaka mwisho wa dunia. Hubirini kwa sauti ya kuimba, yatamkeni mpaka mwisho wa dunia. Semeni Bwana, taifa lake, Bwana amelikomboa taifa lake. Haleluya. Semeni Bwana, taifa lake, Bwana amelikomboa taifa lake. Haleluya. Kuzeni sifa zake, mwambieni Mungu, matendo yako yatisha kama nini. Hubirini kwa sauti ya kuimba, tangazeni mpaka mwisho wa dunia. Hubirini kwa sauti ya kuimba, yatamkeni mpaka mwisho wa dunia. Semeni Bwana, taifa lake, Bwana amelikomboa taifa lake. Haleluya. Semeni Bwana, taifa lake, Bwana amelikomboa taifa lake. Haleluya. Tumwimbie Bwana katika roho na kweli. Tumwimbie Bwana Tumwimbie Bwana katika roho na kweli. Nasikia vigelegele jamani. Miluzi je? Wanaume mpo? Tupo. Mbona miluzi sijasikia jamani? Iko wapi? Haya, mtazamaji unatazama Sauti Live. Kama ndio kwanza unaungana nasi, lakini tunaelekea ukingoni. Wakati tunaelekea ukingoni, kumbuka tumekuwa na kwaya ya Bikira Maria Mpalizi wa Mbinguni kutoka Parokia ya Takatifu Mashahidi wa Uganda Magomeni. Ni kwaya ya vijana, kama ulivyopata kuwasikia, wanaimba vizuri, wanaonyesha karama zao kupitia utume huu wa uimbaji. Basi na wewe kama ni kijana na upo maeneo haya ya Magomeni, karibu jiunge nayo, si ndio jamani? Mnapokea wengine? Tena sasa hivi nawaona mmeongezeka, si ndio Mko ngapi jumla kwa sasa? Haya, wanakuambia wako 76. Basi ni jambo jema la kumshukuru Mwenyezi Mungu, vijana wakikaa pamoja au wakimtukuza Mwenyezi Mungu kupitia karama zao ambazo Mungu amewapatia. Mimi nikushukuru kwa kuwa nami muda wote toka 10 kamili mpaka wakati huu. Niseme asante sana, asante kwa kuichagua Sauti Live, lakini shukrani ziwaendee kwaya ya Bikira Maria Mpalizi wa Mbinguni. Asanteni sana. Mungu
awabariki sana. Basi niwashukuru wenzangu ambao wamehakikisha matangazo haya na kufikia hapo ulipo, akiwemo Waziri Suka ambaye amesimama nyuma ya kamera, Innocent John, bila kumsahau Michael Ali akiwa anatuchanganyia picha vizuri kabisa. Langu jina ni Mary binti wa Yuda. Siku zote nakwambia Mary ni mmoja tu, ogopa matapeli, si ndio Haya, tunakwenda kupata burudani nyingine ya mwisho kutoka kwaya hii ya Bikira Maria Mpalizwa Mbinguni. Tumuimbie Bwana katika roho na kweli. Tumuimbie Bwana. Mungu wangu, Mungu wa Abrahamu, uliyegawanyisha bahari ya Shamu, wana wa Israeli wakavuka salama. Umedhihirisha wema wako kwangu, Bwana wangu, Bwana nakushukuru. Bwana
Sauti Live.